hili. Ndani ya soko pale tulikuwa tunafanyia vikao. Mheshimiwa Mbunge, inasikitisha, soko hili unavyoona ni mali ya jiji la Dar es Salaam, lina fremu 85, lakini hakuna fremu ilikuwa inafanya kazi, ilikuwa chache zinafanya hapa kwa hasara. Kusema ukweli, nakumbuka ulikuja hapa kuomba kura. Kwa unyenyekevu ukasema Manyinyi tutashirikiana tuhakikishe soko hili linasonga mbele. Na leo umetenda yale maneno yako kwa vitendo, kwa sababu hukusema tu ukaniacha ukakimbia. Hata leo kwenye uzinduzi unasema mdogo wangu nakuja, ngoja tukambane pamoja tuone kama ile soko halifunguki. Na mimi na imani na wewe. Wewe bana, ukishikia jambo huwa lishirikana. Umeyaweza mengi, hili ni dogo. Ukinishika mkono kama ambavyo umenishika leo, jambo hili rahisi, tunashinda asubuhi. Mheshimiwa Mbunge, soko hili lina choo pale. Ile choo kilijengwa na mdau ambaye aliingia mkataba na jiji, lakini kilikuwa kimeharibika kabisa. Viongozi wa soko, niwapongeze sana viongozi wa muda wa soko, wamesimamia vizuri. Tumeweka milango leo, watu wakienda kule kama hotelini wanajisaidia vizuri, maji yapo. Hongereni sana viongozi wa soko mliochaguliwa hivi karibuni. Lakini Mheshimiwa Mbunge, barabara yetu naona ni mbovu ya kuingia na kutoka. Mimi binafsi nimetia fedha zangu za watoto wangu pamoja na viongozi wetu wa soko, na nawapongeza sana. Tumeweka vifusi toka kule juu kushuka hivi, kwa sababu fedha hii ilikuwa ndogo, tulishindwa kuweka kwenye kifusi hiki. Lakini njia hii ya kutoka, hata ukipita wakati wa kuondoka utaona inapitika. Tumefanya juhudi hizo zote Mheshimiwa Mbunge, ili kuhakikisha soko hili linafunguka. Lakini pia Mheshimiwa Mbunge, umeona tumeitisha vikao vya wafanyabiashara, wametuunga mkono. Umeona watu wameshaanza kuweka milango kwenye yale mafremu ambayo milango ilikuwa imetoka. Lakini umeona watu wameshaanza kurudi, wanauza biashara. Hiyo kazi imefanyika. Lakini Mheshimiwa Mbunge, nikaenda kufuatilia swala la minada. Nawapongeza sana viongozi hawa waliochaguliwa, maana wamelisimamia swala la mnada mwanzo mwisho. Na mimi nikatia mguu, mwisho wa siku mnada umeingia jana usiku, na leo tumeanza kuona mnada eneo hili kama ishara ya kuwa Mungu atukuzwe, kwa sababu ni Mungu pekee aliyetusaidia jambo hili likafika hapa. Ndugu zangu, soko hili lina vita. Soko lina vita. Na nimemwona Mama Nyansika hapa. Sijui iko wapi. Mama Nyansika nimemwona hapa. Asante sana mamangu kwa kuja, na umwambie baba mdogo wake ameanza kukimbizana na hili soko. Aniweke kwenye maombi. Najua naye alikimbizana nawe, inawezekana akatoka. Vita ni kubwa, na hapa nimeomba na karibia kuchoka. Ndugu zangu, naomba munishike mkono kwenye maombi. Jambo hili linahitaji maombi. Jana nimemsumbua sana mchungaji Magori, nimwambia baba, endelea. Nimemsumbua sana Sheikh Abbas, endelea kuomba. Mbona naona kama mambo hayaendi? Nachoka. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mkuu sana. Leo Mungu amesimama hapa, tunakwenda kuzindua soko letu. Pigeni makofi na vigelegele. Huyo ni Mungu ametenda. Mungu ametenda. Na kwa sababu Mungu amesema, kwa Mungu hakuna majuto, na tumeanza na Mungu na Mazaburi yumo. Ndugu zangu, soko hili linakwenda kufunguka.